Hii ilianzia Aprili 1, 1962 huko Arusha, Moshi. Bernardini hakuwa mtoto wa kawaida. Tangu utotoni alikuwa na kiu ya maarifa. Wakati wenzake wakicheza uwanjani, yeye alikuwa akijitayarisha kwa ajili ya wito mkubwa zaidi. Kutoka seminari ya Kibosho na Segerea akaivaa kuwa padri mnamo Juni 14, 1992. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Alitaka Bernardini awe mchungaji aliyetumia kalamu na sauti kama silaha ya ukombozi. Huyu ndiye askofu aliyekuwa Profesa Bernardini Mfumbusa. Hakuishia kwenye altari pekee. Aliingia kwenye kumbi za mihadhara akiwa mtaalamu wa mawasiliano ya umma mwenye shahada ya uzamivu PhD kutoka nchini Italia. Aliamini kuwa kanisa linapaswa kuwa na sauti ya kisasa. Akiwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti, aliwafundisha vijana kuwa na elimu bila maadili ni kazi bure. Alijua kuwa katika ulimwengu wa habari potofu, ukweli ndio bidhaa adimu zaidi. Mwaka 2011 historia iliandikwa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alimtuma kwenda shamba jipya jimbo Katoliki changa kabisa la Kondoa. Hakuwa askofu wa ofisini, alikuwa askofu wa watu. Alitembea kila kijiji, akajenga shule na kuwa daraja kati ya dini na maendeleo. Kwa miaka 15 aligeuza Kondoa kuwa kitovu cha umoja. Alihamasisha maendeleo, kujali imani ya mtu. Alikuwa mwanamkakati aliyeona jimbo Katoliki Kondoa kama bustani iliyohitaji maji ya imani na mbolea ya maarifa. Aprili 14, 2026, hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, sauti ilizimika. Lakini katika kuzimika katika sauti ile, mwanga wake ulibaki ukivuma kwenye kuta za jimbo Katoliki Kondoa na mioyoni mwa maelfu ya Watanzania, kama maandiko yanavyosema: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Askofu Mfumbusa hakuondoka na uwezo wake.